Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wananchi wa mtaa Kinondoni mjini, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, wameeleza kero kubwa inayosababishwa na hali mbaya ya miundombinu inayosababisha madhara kipindi cha mvua. Wamesema kuwa kila wakati mvua inapoanza kunyesha, barabara hujaa maji ambayo husababisha mafuriko makubwa na hivyo kufanya usafiri kuwa mgumu na hatari kwa wenye vyombo vya moto. Kuna wakati kama chombo chako kipo vizuri kwenye maji ya kawaida, kinafanya kazi kama kawaida. Chombo chako kama kina matatizo, kuna kwenye upande wa wiring kuna sehemu zimekatika, huwezi kupita kwenye maji. Kishagusa maji mzee haya lazima. Kama unavyojua pikipiki inapopita kwenye maji mengi, maji kuna sehemu akifika tu pikipiki kwa kanitabu, nitakulazimisha tena breki kwa fundi, na muda ndo kama huu sasa kutafuta hela. Maana kwa changamoto ni kubwa, iangalie hilo. Tumepambana, tumekwenda kwa mkurugenzi juzi, akasema kwamba kuna fedha imetengwa milioni 60, lakini hii milioni 60 ni kwa mwaka wa fedha, ina maana mpaka mwezi wa 7. Lakini bado tukajitahidi kupambana, wakatuambia kwamba kuna milioni 13 itatoka kwa ajili ya kufanya kwa muda. Tuendelee na kurasa. Bi Fatuma Athmani wa miaka 78 mwenye tatizo la saratani ya matiti, mkazi wa Matui wilayani Kiteto mkoani Manyara, ameomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan msaada wa hali na mali ili aweze kupeleka hospitali kwa ajili ya matibabu hayo. Akizungumza na EATV kwa tabu huku akiwa amelala, mama huyo amesema hali yake ni mbaya, hana uwezo wa kifedha kwenda hospitali kwa ajili ya matibabu, hivyo anamuomba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuokoa maisha yake, huku viongozi wa kiserikali akiwemo diwani viti maalum Kiteto Jalala Mrehemu ameelezea namna serikali ya Kiteto ilivyomsaidia mwanamke huyo. Na saratani, hali yangu bado naumwa, maisha yangu sina hata chochote, hata na kiuchumi wa chakula wa kila kitu. Huyo mama ni mgonjwa, ana tatizo la saratani ya titi. Ameenda hospitalini Kiteto, ameambiwa aende hospitali ya Dar es Salaam Ocean Road kwa matibabu zaidi. Hali ni mbaya. Kupitia barua hii ya DC ya mkuu wa wilaya Kiteto, kwa msaada wake ametupa barua tu, hatuna mchango wa aina yote mkononi. Kwa sababu hana msaidizi. Msaidizi ni ndugu zake Waislamu na Watanzania wenzio. Yaani waliona ili tatizo, kila mmoja mwenye jicho la huruma muangalie mama kwa jicho la huruma ili tuweze kumsaidia wote kwa pamoja, tunusuru hali ya huyu mama. Tumalizie kurasa kwa hili. Uchunguzi wa kurasa umebaini kuwepo kwa changamoto upigaji simu kwa watumiaji wa simu za mkononi nchini, ambapo mara kadhaa simu katika mpaka pale zinazopigwa mara 3 ama zinapopokelewa watumiaji kutosikilizana vizuri, huku mara nyingine simu hizo zikisema zipatikani ile hali zipo karibu na watumiaji. Watumiaji wa simu mkoani Dar es Salaam wameiambia kurasa kuwa wanakumbana na tatizo hilo kwa muda, hivyo kuzitaka mamlaka kuangalia jinsi ya kuweza kuweka mambo sawa. Hali ya kimawasiliano ni ngumu kidogo kwa sasa ukilinganisha na miaka ya zamani, kwa sababu kwa sasa hivi unaweza ukawa una vocha na unayempigia uko naye hapa na hapa, pengine ukampigia simu akakwambia inatumika, ama ukampigia simu ikakata bila hata kuita. Na hizi tu kwamba ni huenda network na mitandao yao yenyewe minara nini na zinguaga, inaweza kuwa ni changamoto, au wenyewe waga wanazidiwaga na kulingana wateja ni wengi, hatuwezi jua. Hata leo imetokea, sio muda gani, mara kwa mara inatokea yani. Sasa mimi najuaga labda mtu amenifungia, unaweza kushtuka mtu kwa huyu kanifungia au vipi? Kumbe hajakufungia. Yani mambo ya mitandao tu jinsi hawajaboresha, mambo hawajakaa vizuri yanyooke yani. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hii leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.